Mtazamaji, hili linasikitisha sana, lakini ukweli ni kwamba ni miezi mingi sana imepita tangu Humphrey Polepole kutekwa nyara na bado hakuna chochote ambacho kimeweza kufanyika ambacho kimepelekea Humphrey Polepole kuweza kupatikana au watekaji kuweza kukamatwa au ukweli kuweza kuchipuka. Lakini siku ya leo kuna taarifa mpya ambazo zinamhusisha Humphrey Polepole na kutekwa nyara kwake. Taarifa hizi pia zimechipuka kutoka kwa mtu ambaye anatumikia serikali na sasa pia ameweza kuzungumza na maneno ambayo yazungumza ama kuyapinga kuhusu Humphrey Polepole yameweza kuibua hasira mpya kwa wafuasi wa Polepole pamoja na baadhi ya Watanzania. Mtazamaji, tangu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, serikali ya Tanzania bado inadai kuendelea na uchunguzi na hakuna jibu wala kiongozi yoyote mkubwa aliyezungumza na kutoa majibu kuhusu utata wa kutoweka kwa Humphrey Polepole mpaka leo, ambapo waziri mmoja ndani ya utawala wa CCM amezungumza leo mazito, lakini kinyume na walivyotarajia wengi, na pia maneno yake hayajawapendeza Watanzania au baadhi ya Watanzania, na sasa Watanzania wengine wameibuka kumkashifu kwa matamshi ambayo ameweza kuyatamka kumhusu Polepole. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, niambie unanisikiliza ukinitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Mvutano na sintofahamu inaendelea kuikumba Tanzania kufuatia tukio la kushangaza la kutekwa nyara kwa mwanasiasa mkuu Humphrey Polepole ambaye alitoweka katika mazingira ya kutatanisha mwaka jana, mwaka 2025, na bado hajapatikana hadi wa leo. Kutoweka au kutekwa nyara huko kunakodaiwa kumesalia kuwa moja ya matukio yanayosumbua ambayo hayajatatuliwa katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa na kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia, wanaharakati pia na wachunguzi wa kisiasa. Familia yake pia, wafuasi na wafanyikazi wenzake wamerudia mara kwa mara kutaka majibu, lakini ukimya kutoka kwa uongozi wa juu umezidisha mashaka na hofu. Watanzania wengi sasa wanatilia shaka kasi na uwazi wa uchunguzi huo. Kesi hiyo inaendelea kutawala mazungumzo ya kitaifa na bado haijasahaulika. Tangu siku ambayo Humphrey Polepole aliporipotiwa kutekwa nyara, mamlaka imeshikilia kuwa uchunguzi unaendelea, lakini sasisho au majibu bado zinazoonekana zimekuwa chache. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa wanasema kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu katika visa kama hivyo vya hali ya juu kunaweza kuondoa imani ya umma kwa taasisi na kusababisha kumradhi, uvumi kuweza kuenea kwa wingi. Licha ya uhakikisho wa mara kwa mara kutoka kwa mashirika kutekeleza sheria kwamba uchunguzi unaendelea, hakuna ratiba ya wazi au matokeo ya kina ambayo yamewasilishwa kwa umma hadi leo. Kukosekana kwa maendeleo yoyote yanayoonekana kumechochea uvumi kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya duru za kisiasa. Wananchi, ni kueleze tu, bado wanazidi kudai uwajibikaji na bado hawajamsahau Humphrey Polepole. Chama tawala cha Chama cha Mapinduzi pia kimekabiliwa na shinikizo kubwa la kushughulikia kutoweka kwa Humphrey Polepole moja kwa moja. Wakosoaji upande mwingine wanahoji kuwa viongozi wakuu wameepuka kutoa matamshi makali kwa umma kuhusu kesi hiyo na kuacha ombwe la uongozi wakati wa wasiwasi wa kitaifa. Wafuasi wa mwanasiasa huyo Humphrey Polepole aliyetekwa nyara wanaamini kuwa hadhi yake ilihitaji uingiliaji wa haraka zaidi kwa kuwa aliwahi kutumikia serikali ya Samia Suluhu kama balozi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema suala hilo pia linaweza kuwa ishara ya changamoto pana za utawala. Kuchanganyikiwa kwa umma kunaendelea kuongezeka kwa kasi. Katika siku za hivi karibuni umakini ulibadilika sana, lakini leo, kama nilivyokueleza, kuna matamshi ambayo yametolewa na mtu ambaye ni waziri ndani ya utawala wa Samia Suluhu ambayo yameweza kuzidisha uvumi na matamshi makali kutoka kwa wananchi. Katika siku ya hivi leo umakini ulibadilika sana pale waziri wa maendeleo ya jamii anayefahamika kama Dorothy Gwajima alipotoa kauli ambayo bila kutarajia iliibua mjadala kuhusu upotevu huo. Badala ya kutoa ufafanuzi juu ya hatima ya Humphrey Polepole, matamshi yake yalilenga kukana taarifa iliyomtaja akizungumza kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole. Dorothy Gwajima alinukuliwa na kituo kimoja cha habari na vituo vingi vya habari kumradhi, akisema hivi, akinukuliwa, nasoma matamshi yake, alinukuliwa akisema hivi: kumsahau Polepole ni ngumu, maana alikuwa rafiki wa kweli. Dorothy Gwajima asema
Habari zilisambaa akisema ya kwamba ni ngumu kumsahau Polepole na kwamba Polepole ni rafiki wake wa karibu. Hata hivyo, leo alirejea katika mitandao ya kijamii akipinga sana matamshi hayo yaliyosambazwa na vituo vya habari, akisema ya kwamba yeye hajawahi kutamka na kusema ya kwamba ni ngumu kumsahau Polepole, au hajawahi kutamka na kusema ya kwamba Polepole alikuwa rafiki wake wa kweli. Hata hivyo, hili liliwashangaza wengi. Kwa nini aje katika mitandao ya kijamii kukana jambo kama hili, huku akisisitiza ya kwamba hajazungumza maneno hayo? Na tukitazama maneno hayo si maneno mabaya ambayo yatapelekea mtu maarufu kama huyo kuzungumza na kukana kama aliyasema. Maneno hayo nikirejelea yaliandikwa na vituo vya habari yakisema hivi: kumsahau Polepole ni ngumu, maana alikuwa rafiki wa kweli. Lakini sasa Dorothy Gwajima amesema ya kwamba yeye hajatamka maneno hayo, na sasa Watanzania wengi wameanza kumkashifu. Waangalizi pia walibaini kuwa wananchi wengi walikuwa na matumaini ya kupata maarifa mapya kuhusu utekaji nyara huo. Badala yake, ufafanuzi huo wa Dorothy Gwajima ulizua utata mpya kabisa na uvumi mpya. Majibu ya umma pia yalikuwa ya haraka na mara nyingi yalikuwa muhimu. Kama nilivyokueleza, kwa mujibu wa maelezo yake, Dorothy Gwajima aliyoyaweka kupitia mtandao wake wa kijamii rasmi wa Instagram, alisisitiza kuwa picha iliyosambaa kwenye ujumbe wa hisia kuhusu Humphrey Polepole ilikuwa fake na haikuandikwa na yeye, na picha hiyo haikuwa ya kweli na wala matamshi hayo hayakuwa yake. Alisisitiza kuwa maudhui hayo yamepotoshwa na ni ya uongo na ni uvumi tu, na kuwataka watu kutegemea njia za mawasiliano zilizoidhinishwa pekee. Jibu lake lilisisitiza kuongezeka kwa jukumu la habari potofu kuenea katika kuunda mazungumzo ya umma kuhusu masuala nyeti ya kisiasa kama ya Humphrey Polepole. Lakini Watanzania wengi upande wa comment section walionekana kushangaa kama suala hili lilikuwa la muhimu zaidi hadi aje kulipinga. Hata hivyo, wananchi wengi waliona kauli hiyo imekosa suala la msingi. Ujumbe huu ulioenea na ambao Dorothy aliweza kupakia akisema ni feki ulipendekeza kuwa kumsahau Humphrey Polepole ingekuwa vigumu kwa sababu amekuwa rafiki wa kweli, iliibua hisia za kihisia kwenye majukwaa ya kidijitali. Wengine walitafsiri hii kama ishara ya kukiri kwa ndani kwamba Humphrey Polepole bado hajapatikana. Wengine walipouza kuwa ni uzushi mbaya uliokusudiwa kuchochea machafuko na hivyo ililazimika yeye kuweza kulipinga. Hata hivyo, bila kujali asili yake, mabishano hayo yalidhihirisha hisia kali za kihisia ambazo Watanzania wengi bado wanazo kwa uongozi ama kwa kiongozi huyo aliyetekwa nyara. Hali ya sintofahamu inaendelea kulilemea taifa. Hata hivyo, wito wa kutaka uchunguzi uimarishwe, huku asasi za kiraia zikitaka jeshi la polisi Tanzania kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya msako wa kumtafuta Humphrey Polepole. Wataalamu wa sheria pia wanasema kuwa uwazi katika kesi kama hizo ni muhimu ili kudumisha imani katika mfumo wa haki. Wanaonya kuwa ukimya wa muda mrefu unaweza kuchochea nadharia za njama na migawanyiko ya kijamii. Wananchi wameandaa kampeni mtandaoni wakidai majibu. Shinikizo pia kwa mamlaka inazidi kuongezeka. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kutoweka kwa Humphrey Polepole kuna maana pana zaidi kwa utulivu wa kitaifa. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.